Baada ya kumwoa mwanamke wa kishua, jamaa akawa ananyanyasika sana kwa vile hana kazi na wala hana pesa yoyote. Kwa hiyo mwanamke akadhani labda jamaa amemwoa kwa vile ana pesa na wala hana mapenzi naye. Bidada akawa anamtesa sana mshikaji. Karibu tena kwa mara nyingine. Movie yetu ya leo inaitwa Beyond Wealth. Kaa nami mwanzo hadi mwisho wa filamu hii. Movie yetu inaanzia saruni. Anaonekana bibi harusi akijiandaa kwa siku yake kubwa leo. Yupo hapo na maids wake pamoja na rafiki yake aitwaye Mirabel. Huyu bibi harusi anaitwa Elsie. Rafiki yake anamwambia wafanye haraka, wanasubiriwa wao tu huko ukumbini. Elsie ana furaha sana leo. Anaangalia simu yake na kugundua kuwa mama yake mzazi amemtafuta, lakini pia mama wa mume wake mtarajiwa naye pia amempigia. Elsie anashindwa kuelewa kwa nini mama mkwe wake amempigia. Alitakiwa ampigie mwanae na sio yeye. Mirabel anamwambia kuwa hata mama wa mume wake ni mama yake pia, lakini Elsie anaonekana hajali na anapuuzia. Kisha anamwambia Mirabel waende wakamuone mume wake mtarajiwa kwanza kabla hawajaenda ukumbini. Kwa upande mwingine, huku anaonekana bwana harusi aitwaye Daniel na yeye anajiandaa. Mara anapigiwa simu na mama yake. Mama yake anamwambia mke wake ametoa amri ndugu wa Daniel wasiruhusiwe kuingia ukumbini. Daniel anashindwa kuelewa kwa nini Elsie amefanya hivyo, au kwa vile baba yake ndio amedhamini sherehe. Daniel akasema ataongea na Elsie. Muda huo Elsie ndio anaingia. Daniel akamuuliza kuhusiana na swala aliyoambiwa na mama yake, lakini Elsie akamjibu vibaya Daniel na kisha akaondoka zake na kumwacha Daniel na rafiki yake aitwaye Benny wakishangaa. Benny akamuuliza Daniel kama kweli yupo tayari kumuoa Elsie kwa tabia hizo, kwani ana vimbwanga vingi sana anavyomfanyia Daniel, ikiwa ni pamoja na kumdharau na kumdhalilisha mbele ya rafiki yake. Lakini Daniel akamwambia waelekee ukumbini na mambo yote watayasofu huko ukumbini. Benny akakubali na akaenda, na hatimaye ndoa ikafungwa. Baada ya siku kadhaa kupita tangu kufungwa kwa ndoa, Elsie anaonekana akijiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Muda huo Daniel ndio alikuwa anaamka. Baada ya kuamka akasali pale kumshukuru Mungu wake kumwamsha salama, na kisha akamsalimia vizuri tu mke wake Elsie. Lakini bidada akamjibu kama hataki, yani kwa nyodo na kwa sauti ya chini kabisa, na kisha akaondoka zake na kumwacha Daniel akishangaa tu. Elsie akashuka hadi sebuleni na kukuta mfanyakazi wao ndani akiwa tayari ameshaandaa breakfast. Elsie akakaa na kuanza kupata breakfast. Ile anaonja tu akaanza kumkosoa dada, akimwambia amezidisha sana viungo, mala chumvi nyingi, na kumtaka safari nyingine asirudie tena, na pia apunguze chumvi, yeye hataki kufa kwa pressure. Dada wa watu wakaitikia na kuomba radhi pale. Baadaye Daniel na Benny wanaonekana wakipiga story huku wakiwa na furaha. Elsie naye anaingia. Washikaji wakamchangamkia pale na nini na kumsalimia Elsie vizuri tu, lakini Elsie anawaponda, yani kawachamba pale akiwaita majobless, yani hawana kazi zozote za kufanya, wao ni kukaa tu. Akawapa vipande vyao pale na kisha akaondoka zake. Kwa upande wa Daniel, yeye ameshazoea hiyo hali, shamzoea Elsie, lakini Benny yeye akashangaa tu. Anamuuliza Daniel, kwani mke wako ana shida gani? Lakini Daniel akamwambia Elsie amekuwa hivyo tangu wawane. Benny akasema yani kama ndoa ndio iko hivyo, basi atabaki single milele. Usiku wakati wa kulala, Daniel anamtaka Elsie wazungumze. Daniel akamuuliza atamnyanyasa hivyo hadi lini? Anasema kwa vile hana kazi kwa sasa haimaanishi atakaa asipate kazi milele. Anasema anajisikia vibaya sana kushindwa kuhudumia familia yake, lakini Elsie anamwambia kwa nyodo kuwa amtolee upuuzi wake hapo, kwani anamjua yeye ni mvivu na anabweteka tu kwa sababu anamuona yeye Elsie ni wakishua, hivyo anahisi atapata mseleleko na mali kutoka katika familia ya Elsie. Kwa taarifa yako tu nikuambie, kama unategemea utakuwa miongoni mwa watu watakao urithi na kupata mali ya familia yangu kwa sababu umenioa mimi, basi nikuambie tu unachekesha. Hautaiona hata sentano mbovu. Daniel akapigwa na butwa na kushangaa sana. Kwa hiyo unahisi mimi nimekuoa kwa sababu ya pesa? Yani kwa sababu ya mali za familia yako? Ndivyo unavyoamini, sio Basi Elsie akawa anamjibu puuzi tu kuwa anahisi kama Daniel kwa sasa amemgeuza yeye kama sugar mami wake. Daniel haamini anachokisikia. Siku inayofuata Elsie ameenda nyumbani kwa wazazi wake. Anaonekana akiwa na mama yake na wanamfokea kweli dereva. Yani ule msemo wa mtoto wa nyoka ni nyoka, kumbe kweli bwana. Inaonekana hapa Elsie tabia yake amerithi kutoka kwa mama yake. Yani hapa dereva anafokewa na kupewa kichambo. Kisa tu
hajachukua mkoba wa bidada kwenye gari, na hapa anatakiwa akachukue haraka sana. Elsie na mamake wanaingia ndani, na Elsie anamsalimia baba yake mzee William kwa furaha sana, maana hajamuona siku nyingi. Mara dereva anaingia na ile pochi aliyoambiwa aenda akachukue kwenye gari. Mr. William ni mtu poa sana, anamsalimia vizuri tu dereva, lakini mama yake Elsie anamkata jicho la mwanakome dereva, unaambiwa wakati huko anatoka nje. Baada ya muda kidogo, Mr. William na familia yake wanaonekana wakipata chakula cha pamoja. Basi Elsie anamfokea kule dada kazi bila sababu ya msingi. Mr. William anamwangalia tu binti yake. Wakati wanaendelea kula, Mr. William akamuuliza binti yake kuhusiana na mumewe anaendeleaje na harakati za kutafuta kazi. Elsie akasema jamaa hata hangaiki kutafuta kazi. Mr. William akamuuliza binti yake Daniel aishije kwa sasa kwa vile hana kazi. Elsie akataka kuzuga, lakini mzee William akamuuliza Elsie kwa nini amemkataza Daniel kuja kufanya kazi kwenye kampuni yao. Wakati bado hawajaoana, alikuwa anamsifia sana Daniel, alikuwa ni mchapakazi mzuri na anajituma sana kwa kila kitu. Sasa imebadilika nini? Elsie anasema hakuna kilichobadilika baba, ile sasa kabisa kumsaidia Daniel. Ninachotaka ni kwamba apambane mwenyewe kutafuta pesa zake na sio kutegemea wewe. Bi mkubwa akaingilia kati pale na kusema jamani, hebu tuachane na hii mada tule kwanza. Elsie akamuunga mkono mama yake na wakabadilisha mada pale na kuanza kuongea mambo yao yanayowahusu. Huku nyumbani Daniel bado hajalala, anamsubiri mke wake Elsie arudi. Dada kazi anakuja na muuliza, bosi mbona hujalala hadi muda huu? Namsubiri madam hajarudi. Dada akasema umempigia simu? Hapokei simu, nadhani atakuwa njiani. Sawa bosi. Kisha dada akaondoka zake kwenda kulala. Daniel mawazo kibao. Baada ya muda kidogo Elsie anarudi. Daniel anamuuliza ulikuwa wapi? Elsie akamjibu out. Hukuona simu yangu? Elsie akamwangalia kwa dharau kisha akasema unaniuliza hivyo wewe kama nani? Mimi kama mume wako na nastahili heshima. Elsie akamwambia hii nyumba ni ya kwangu, hivyo nitatoka na kurudi muda wote naojisikia. Kisha akamwambia Daniel katafute kazi ili uwe busy kama wanaume wengine, na kisha akaondoka zake. Siku inayofuata Mirabel anakuja kumtembelea shoga yake Elsie. Elsie anafurahi sana kumuona shoga yake, maana ni mwezi sasa umepita bila ya kuonana. Mirabel anasema amekuwa busy sana na kazi. Muda huo huo Daniel anatoka na kumsalimia Mirabel. Baada ya salamu anaingia zake chumbani. Mirabel anamwambia Elsie, Daniel anazidi tu kupendeza. Elsie anasema anapendeza lakini mfukoni hana kitu. Mirabel anamuuliza Elsie, mbona hadi muda huo yupo nyumbani, kwani hajaenda kazini leo? Lakini Elsie anamwambia Daniel hajawahi kuwa na kazi. Mirabel anamuonea huruma sana Daniel. Mara Daniel anatoka na kumwaga mke kuwa anaenda kutembea kidogo. Baada ya Daniel kutoka, Mirabel anamwambia Elsie amruhusu baba yake amwajiri Daniel, kwani itasaidia kuendeleza maisha yao. Lakini Elsie hataki kabisa kusikia jambo hilo. Anachotaka ni Daniel apambane na asimame mwenyewe. Mimi nataka apambane, asimame kwa miguu yake mwenyewe na sio kutegemea biashara ya familia yangu. Vipi kama nitamruhusu aingie kwenye kampuni alafu akapata pesa za kutosha na akaniacha? Mirabel akasema Daniel sio mtu wa hivyo, kwani wanamfahamu vizuri tangu akiwa chuoni. Lakini hata hivyo Elsie hataki kabisa kusikia chochote. Kwa upande wa Daniel, yuko zake mtaani akitembea tembea, anaonekana mwenye mawazo mengi sana. Mara anapigiwa simu na mshikaji wake Ben. Anamwambia atakuwa na interview ndani ya siku 2 hizi, hivyo anamuomba amsaidie kuandika proposal. Na Daniel anakubali bila hiana. Anamwambia aje nayo hiyo proposal ili waandike wote. Ben anafurahi sana na kumshukuru mshikaji wake kwa kukubali kumsaidia. Kwa upande mwingine, Mr. William anaongea na mke wake. Anamwambia aongee na Elsie akubali wamwajiri Daniel, lakini bi mkubwa anakataa kabisa. Mr. William anashindwa kumuelewa mke wake pamoja na mtoto wake. Wana shida gani hawa? Siku nyingine tena Elsie na Mirabel wanaonekana wanataka kutoka. Elsie anamuita dereva na kumuuliza gari lake jingine liko wapi. Dereva anasema Daniel ametoka nalo. Unaambiwa Elsie akamind kinoma noma, akampigia simu Daniel, lakini Daniel hakupokea. Elsie akazidi kumaindi. Mirabel akamwambia calm down bwana, mbona vitu vidogo hivyo, huku akimtaka watumie gari jingine maana kuna magari mengi tu hapo. Lakini unaambiwa bidada hataki kusikia lolote, yeye anataka gari lile lile alilotoka nalo Daniel.
Na muda huo mara Daniel anaonekana anarudi na anakuta anasubiriwa kwa hamu sana. Basi unaambiwa Elsa akaanza kumfokea pale Daniel kinoma noma. Daniel akasema alipata dharura kidogo na ndio maana alitoka na hii gari, lakini Elsa hataki kuelewa chochote. Akazidi kumchamba Daniel na kumkomesha kabisa kwamba siku nyingine asirudie kuchukua gari lake bila ruhusa yake. Akamnyang'anya ufunguo na kumuita dereva na yeye akala kichambo. Siku nyingine ukimruhusu mtu kutoka na ile gari bila ruhusa yangu na kwambia na kufuta kazi. Na kisha akamrushia dereva ufunguo na kumtaka washe gari waondoke. Huku wakimwacha Daniel akiwa anashangaa tu. Yaani ameduaa huyo. Hana hata la kufanya. Hapa ni kama anawaza hivi alikosea kumwoa Elsa au vipi. Siku hiyo Benny anakuja kumtembelea Daniel. Daniel anamuuliza kila kitu kilichotokea na anasema amechoka sana na hii ndoa. Anasema angemsikiliza Benny kwani alimuonya asimuoe Elsa, lakini yeye hakumsikiliza. Benny anampa pole sana rafiki yake akimtaka atafute ufumbuzi wa matatizo ya ndoa yake. Daniel anamwambia Benny waachane na hiyo issue na wajadili kuhusiana na ile proposal. Benny anakubali na anapanga jinsi ya kuifanya hiyo kazi. Siku nyingine tena Daniel anaonekana ametoka kutafuta kazi na leo kama ilivyo siku nyingine amekosa tena. Elsa anavyomuona tu Daniel anajua kuwa jamaa amekosa kazi. Sasa badala ya kumtia moyo akaanza kumnanga pale. Daniel akaona isiwe tabu, akanyanyuka na kuondoka zake huku Elsa akimsindikiza na maneno ya shombo. Daniel akiwa chumbani anapigiwa simu na Benny. Benny anaonekana ana furaha sana na anamwambia Daniel kuwa amefanikiwa kupata kazi. Daniel anampongeza rafiki yake. Benny anamwambia Daniel baadaye waonane ili washerekee. Daniel anakubali na kisha anakaa chini na kuanza kutafakari kwa nini yeye hapati kazi. Baada ya hapo Daniel akaenda jikoni kutafuta chakula maana alikuwa na njaa sana, lakini hakupata chochote. Mara Elsa naye akaingia hapa. Daniel akamuuliza dada yuko wapi? Elsa akamwambia ameenda kwao kwani kuna kazi muhimu ya kumsaidia mama yake. Daniel akamuuliza tarudi saa ngapi? Sijui lakini harudi leo. Sasa tutakula nini huu usiku maana mimi nasikia njaa. Elsa akamwambia hiyo yeye haimuhusu. Daniel akasema sawa, ila akamuomba ufunguo wa store ya chakula ili ajipikie mwenyewe. Elsa akamwambia yeye usiki na hili jiko, hivyo amuulize dada, na kisha akaondoka zake na kumwacha Daniel akilalamika. Jamaa akaenda kulala na njaa bwana, lakini hali ikawa mbaya usiku, usingizi hapati. Akashindwa kuvumilia. Alipoona Elsa amelala, akaamka kwa kunyata, akamwangalia vizuri pale, kisha akachukua ufunguo wa store na akaenda jikoni kujipikia chakula chake. Baada ya siku kadhaa kupita, Daniel anatembelewa na Benny. Daniel anashangaa kumuona rafiki yake akiwa amebadilika. Anamuuliza ametoa wapi hilo gari? Na Benny anamwambia hilo ni gari lake, amepewa baada ya kupandishwa cheo. Daniel anafurahi sana. Benny anamshukuru sana Daniel kwani yeye ndiye amemsaidia kufika hapo. Benny akaingia kwenye gari na kutoka na zawadi ya saa yenye thamani sana na kumpatia rafiki yake kama asante. Daniel akamwambia hii saa ni ya gharama sana, najua na ndio maana nimekununulia wewe, bora ungenipa hiyo pesa rafiki yangu. Lakini Benny akamwambia usijali kuhusu pesa mwanangu, yani kuanzia sasa utapata kila unachotaka. Daniel akashukuru sana. Benny akawasha gari na kuelekea zake kazini. Daniel ana furaha sana kwa ajili ya rafiki yake. Kesho yake Daniel yupo kwenye mgahawa akimsubiri Benny. Mara kuna mdada akaja na kuanza kumuongelesha Daniel. Daniel alipomtazama akagundua ni Nancy bwana. Walisoma wote chuo. Kwa furaha wakasalimiana. Mara Benny naye akaingia. Naye akashangaa sana kumuona Nancy hapa. Kisha akachukua kiti na wote watatu wakakaa pamoja na kuanza kupiga story. Basi katika story wanazopiga tunagundua kuwa Nancy alikuwa anamkubali sana Daniel tangia wapo chuo, lakini Daniel alikuwa anamkwepa sana Nancy. Nancy ni mtoto akishua sana na hapa siku nyingi ametoka nchini Canada. Anawauliza akina Daniel wanaendeleaje na maisha. Daniel anasema yeye bado anatafuta kazi, lakini rafiki yake Benny amepata kazi muda si mrefu. Nancy akashangaa sana, imekuwaje hadi sasa Daniel anatafuta kazi wakati alikuwa genius sana darasani. Lakini Daniel akazuga kuzungumzia hili na kuongea mambo mengine.
Siku ya leo tena Elsie anatembelewa na shoga yake Mirabel. Mirabel anamwambia Elsie anasikia njaa. Anauliza dada yuko wapi? Elsie anamwambia dada ameenda nyumbani kwao kwani mama yake anamhitaji. Mirabel akawa anamlaumu Elsie kwani anajua kabisa amefanya hivyo ili kumkomoa Daniel. Elsie anasema amechoka na hawezi kuendelea kukilisha kidume kizima, anatakiwa ajipambanie mwenyewe. Daniel akiwa nyumbani na hapa anaongea na Nancy kwenye simu. Anasema siku ya leo ameenjoy sana. Nancy anamwambia kama vipi kesho watoke wote kama hata kuwa busy. Daniel akakubali na kisha wakaagana. Kesho yake Daniel na Nancy wanatoka out. Nancy anaona pete kwenye kidole cha Daniel. Anamuuliza kama ameoa. Daniel anasema ndio ameshaoa. Nancy anaonekana kama amevunjika moyo hivi. Anamuuliza Daniel, kwa hiyo hana nafasi tena? Daniel anashangazwa na swali hilo na kumuuliza anamaanisha nini? Nancy anasema hajawahi kuacha kumpenda tangia akiwa chuo. Nancy anamuuliza Daniel, anaishije na mkewe ikiwa hana kazi wala hana pesa? Daniel anasema bili zote analipa mke wake. Nancy akamuuliza kuwa mkewe halamiki au hamnyanyasi? Daniel akasema hali ndio iko hivyo, hakuna namna. Nancy akamuonea huruma sana Daniel. Baada ya Daniel kuspendi siku nzima na Nancy, hatimaye anarudi nyumbani. Yaani ili anafika tu Elsie huyu hapa akaanza kumwashia moto pale akimuuliza ametoka wapi. Daniel akamjibu ametoka kutafuta amani ya moyo. Elsie akamwakia Daniel. Daniel hakutaka fujo kabisa, akataka kwenda chumbani lakini Elsie akamzuia kwa madai hadi amwambie alikuwa wapi. Daniel akamshika Elsie na kumsogeza pembeni ili yeye apite akapumzike. Basi bidada akaanza kulia pale. Anasema Daniel amempiga. Akampigia simu hadi mama yake na kumwambia Daniel amempiga vibaya sana. Baada ya muda kidogo tu kupita bi mkubwa huyu hapa tena akiwa na mapolisi unaambiwa. Nancy akatoka huko akilia akimkimbilia mama yake. Bi mkubwa akawa anafoka pale. Daniel akatoka nje ili kuona kuna nini kinaendelea huko. Bi mkubwa akamwakia Daniel kwa kumpiga binti yake. Daniel akasema hajampiga mtu. Bi mkubwa hakutaka maelezo. Akawaamuru wale polisi wamkamate Daniel wakamfundisha adabu. Daniel akawa anajitetea kwa bi mkubwa kuwa hajamgusa binti yake, lakini unaambiwa mapolisi wakambeba Daniel juu na kumuingiza kwenye defender na kuondoka naye. Huko nyumbani kwa Mr. William, mzee anaonekana hali yake sio nzuri na anaumwa sana. Mzee William anamwambia mke wake kwamba amesikia wamemkamata Daniel. Bi mkubwa akasema Daniel inabidi afundishwe adabu kwani amempiga mtoto wake. Mzee William anasema anamfahamu vizuri sana Daniel, ni mtu poa sana na hawezi kumgusa Elsie wala kumpiga mtu yoyote na wanamjua jinsi binti yao alivyo. Unaambia bi mkubwa akasala na kuanza kufoka. Siamini kabisa. Kwa hiyo wewe uko upande wa Daniel si ndio? Basi unaambiwa wakawa wanazozana pale. Mzee William akamwambia mke wake hata yeye alipitia haya kipindi anamuoa kwa sababu tu hakuwa na pesa. Anamsii sana mke wake kuwa hata Daniel mambo yanaweza akageuka na akawa tajiri kama ilivyotokea kwake, na asipokuwa makini binti yao anaweza kumpoteza Daniel. Lakini bi mkubwa yeye hataki kusikia kitu chochote, anachotaka ni Daniel kukaa ndani ili afunzwe adabu. Lakini mzee William akamwambia yeye tayari ameshatoa amri Daniel aachiwe. Jambo hilo linazidi kumkera sana bi mkubwa. Kwa upande wa Daniel tayari ameshaachiliwa na yupo na rafiki yake Beni wanaongea. Anasema wamempiga sana licha ya kuwa hajamgusa kabisa Elsie. Beni yeye amekasirika sana. Anasema sio sawa na haikubaliki kabisa. Anamtaka Daniel aachane na hiyo ndoa kwa sababu hakuna faida yoyote anayopata. Lakini Daniel anasema anachotaka yeye ni kupata kazi tu ili amridhishe Elsie. Beni anamuonea huruma sana rafiki yake. Anamwambia sawa, lakini kwa sasa hivi kwa sababu yeye ana pesa, anamtaka mshikaji wake wakaishi wote kwake japo kwa muda mfupi tu ili aweze kupumzisha akili yake na awe sawa. Daniel akakubali. Baada ya siku kadhaa kupita, Elsie anaonekana yupo nyumbani peke yake, yani jikoni hakutamaniki, vyombo ni vichafu balaa, njaa inamuuma na yeye hajui kufanya kazi yoyote na bado dada yuko nyumbani kwa mama yake. Basi amechanganyikiwa, unaambiwa bidada hajui afanyeje. Mwishowe akaamua kumpigia simu rafiki yake Mirabel. Akamwambia anamhitaji aje nyumbani, kuna dharura imetokea. Kweli bana, baada ya muda si mrefu Mirabel anafika nyumbani kwa Elsie. Mirabel alipoingia tu ndani anashangaa sana kuona nyumba chafu kinoma. Hivyo anamuuliza Elsie kama amemuita hapo ili aje kumsaidia kufanya kazi za ndani. Elsie anamuomba rafiki yake amsaidie kwani yeye hawezi. Mirabel anamuuliza Elsie kuhusiana na Daniel. Elsie anasema imepita wiki sasa tangu ameachiwa lakini hajarudi nyumbani na yeye hajali wala nini.
Hapa Mirabel anaanza kumsema rafiki yake kwa alichomfanyia Daniel sio kitu kizuri kabisa na inabidi abadilike, aache kumnyanyasa kwa sababu ni maskini. Hebu fikiria kama ungekuwa wewe ndo maskini alafu Daniel tajiri na anakunyanyasa, ungejisikiaje? Hata hivyo Elsie hajali wala nini na anamtaka rafiki yake waachane hayo mambo na amsaidie kazi. Daniel anaonekana majeraha yake yamepona sasa, na hapa anakutana na Nancy. Nancy anampa pole sana kwa yote aliyomkuta, kwani rafiki yake Benny alimwambia kila kitu. Daniel anasema haina shida na ameshapoa sasa. Nancy anamwambia Daniel anataka kumsaidia, hivyo anataka amtumie CV yake ili ampe kaka yake ambaye CEO wa kampuni moja kubwa sana inayojihusisha na mafuta hapa nchini ili ampatie kazi Daniel. Daniel akamshukuru sana Nancy. Nancy anamuuliza Daniel, Benny anaendeleaje? Daniel anasema Benny anaendelea vizuri tu, lakini yeye leo anarudi nyumbani kwake kwa sababu Benny anatarajia mgeni, hivyo anataka kumpatia privacy. Nancy anamuelewa Daniel. Baadaye Daniel anarudi nyumbani kwake, yani Elsie anaonekana wala hajutii kabisa kwa kitu alichomfanyia, na hapa anaanzisha fujo tena huku akiongea maneno ya shombo. Daniel akapata hasira, akataka kumpasua, ila akapiga moyo konde, akamwacha na kutoka nje, kisha akampigia simu Nancy ili akalale kwake. Nancy akamkaribisha na usiku wa leo analala nyumbani kwa Nancy. Na kuanzia siku hii Daniel akawa anaishi nyumbani kwa Nancy na wakajikuta wanakuwa na ukaribu sana. Daniel akawa na enjoy life akiwa na Nancy. Mirabel amekutana na Elsie, na hapa Mirabel anamwambia Elsie amemuona Daniel akiwa na Nancy, na kwa jinsi alivyowaona anahisi kabisa wawili hawa ni wapenzi, lakini Elsie wala hastushwi na taarifa hiyo, jambo linalomshangaza sana Mirabel. Mimi nakuambia nimemuona mume wako yuko na mwanamke mwingine, halafu wewe hujali. Mimi nilidhani una jambo la maana la kuniambia. Mirabel akashangaa, kwa hiyo sio jambo la maana? Wakati huo Elsie anapigiwa simu na mama yake na anaambiwa baba yake amefariki. Elsie akashangaa sana, haamini. Kisha dereva akawasha gari na kuelekea huko. Baada ya muda Daniel na Benny nao wanakuja msibani kumpa pole Elsie. Daniel anamfariji Elsie licha yote aliyomfanyia. Kifo cha Mr. William kinamuumiza sana Daniel kwa sababu mzee huyu alikuwa mtu poa sana. Baada ya mazishi kupita, Elsie anaonekana akiwa nyumbani kwake peke yake, na hapa ndio akili zinaanza kumrudia sasa. Anajikuta anamkumbuka mume wake, anasema kutokana na tabia yake mbaya anataka kumpoteza mume wake. Hapa sasa yaliyobaki ni majuto tu. Kesho yake Daniel anarudi nyumbani na anaonekana akipaki vitu vyake ili aondoke mazima. Bidada anamuongelesha Daniel na kumuomba msamaha pale, lakini Daniel haongei kitu, ndio kwanza anakunja nguo zake. Elsie akamsogelea akawa analia sana huku akiomba msamaha kwa yote aliyomtendea. Anamuomba Daniel asiondoke. Daniel anamtazama tu na kisha akaacha begi lake na kutoka humo chumbani na kumwacha Elsie akiendelea kujuta. Mirabel anakuja na kuanza kumbembeleza shoga yake. Elsie anasema anamtaka mume wake na hayuko tayari kabisa kumpoteza. Mirabel anamtaka Elsie aache kulia na kuwa Daniel atarudi tu kwa kuwa anampenda sana. Na kuanzia hapa Elsie akabadilika kabisa, akaanza kujifunza shughuli mbalimbali za nyumbani kama vile kupika, na Mirabel akawa anamfundisha. Na siku ya leo amempikia chakula cha jioni Daniel. Daniel anaporudi kutoka kazini, Elsie anajifaragua pale, nimekupikia chakula cha jioni. Lakini Daniel akapiga kimya tu na kisha akaenda zake chumbani. Elsie alijikuta anapitiwa na usingizi kwenye kochi hadi asubuhi. Alipostuka akaona kile chakula alichompikia Daniel kiko vile vile tangu jana. Daniel hakukigusa kabisa, na muda huo Daniel alikuwa anatoka kuelekea kazini. Bidada akamuuliza kwa nini hukula kile chakula. Daniel akaona huyu, ngoja na yeye nimpe majibu yale kama aliyokuwa akijibu yeye. Akasema sikukwambia unipikie. Na kisha akaondoka zake na kumwacha Elsie amedua tu, haamini. Leo bwana Elsie ameenda nyumbani kwa mama yake, na hapa anamlaumu sana mama yake kuwa ndio amesababisha yeye akawa anamnyanyasa mume wake, kwani alimwambia wanaume wote wanaomtaka wanamtaka kwa ajili ya mali zake tu na sio kitu kingine. Pia akasema tangu akiwa mdogo alikuwa akiona jinsi mama yake alivyokuwa akimenyasa baba yake kipindi hana pesa, na ndio maana na yeye akaiga. Aliona ni sawa tu kumtendea vile mwanaume asiyekuwa na pesa, na alidhani maisha ndivyo alivyo, kwani alijifunza kutoka kwa mama yake. Lakini sasa ndio anagundua mama yake alikuwa akimpotosha.
Yani hapa Elsie anamtolea uvivu mama yake, huku akilia anamwambia mama yake amemharibia kabisa maisha yake. Anamlaumu kwa yote aliyopitia katika ndoa yake. Bi mkubwa hana hata la kusema, yupo kimya tu akipata vidonge vyake. Siku nyingine tena Daniel anaonekana yupo na Nancy. Bidada bado anabembeleza Daniel wawe kwenye mahusiano, lakini Daniel anakataa, kwani kisheria bado ni mume halali wa Elsie. Lakini Nancy hataki kuelewa, anamtaka Daniel aachane na Elsie ili amchukue yeye. Na muda huo Daniel anapigiwa simu, akasema ngoja natoka kidogo. Nancy akamind kinoma, kwani walikuwa bado hawajamaliza kuongea. Siku nyingine tena Beni ameenda nyumbani kwa Daniel, na hapa anamshauri rafiki yake akae chini na mke wake wazungumze na wamalize tofauti zao. Mara Elsie naye anakuja, na leo cha kushangaza anamchangamkia na kumsalimia Beni vizuri sana, hadi Beni mwenyewe anashangaa. Elsie anamuuliza Beni ampikie nini, lakini Beni akasema yupo sawa kwa sasa. Huwezi kuja nyumbani kwangu alafu kaondoka hivi hivi bila kula. Beni akasema usijali, hiki kinywaji kinanitosha kwa sasa. Elsie akasema sawa, ila akihitaji chochote amuite, na kisha akambusu Daniel pale na kuondoka zake. Beni macho yakamtoka, akashangaa kinoma, haamini kama Elsie amebadilika. Daniel akamwambia Elsie amekuwa hivyo siku hizi. Kumbe bwana, kiukweli Beni alikuwa na njaa, ila aliogopa tu kumwambia Elsie, mwanangu, kusema kweli mimi nina njaa, na chochote atakachopika Elsie mimi nitakula. Daniel akasema nenda kamwambie akupikie sumu ule ufe. Mbona wewe hujafa siku zote hizo? Ila sema mwanangu, huyu demu unampenda sana, kakubusu kwenye shavu umetulia tuli. Basi unaambiwa hapa washikaji wakawa wanataniana tu. Kadri siku zinavyokwenda ndivyo Elsie anazidi kubadilika na kuwa mtu mwema. Akazidi kuomba msamaha kwa Daniel, lakini Daniel hataki kusikia chochote, anayanyuka na kumwacha peke yake. Siku ya leo Mirabel kaja kumwombea msamaha shoga yake. Anamwomba Daniel amsamehe Elsie kwani anajutia alichomfanyia, lakini Daniel anasema hayuko tayari tena kurudiana na Elsie, na kwa sasa anafanya taratibu ili ampe talaka. Mirabel akashangaa. Muda huo Elsie naye anaingia, anaenda moja kwa moja kwa Daniel. Beni naye akaingia. Bado Elsie anazidi kuomba msamaha. Beni anamwambia rafiki yake amsamehe mke wake kwani kiukweli anajutia. Elsie anamkumbatia Daniel kwa nguvu huku akiendelea kuomba msamaha. Daniel ametulia na anaonekana ana machungu mengi moyoni. Hatimaye Daniel anamsamehe Elsie. Daniel na Elsie wakaanza kuishi maisha upya, wakawa wanaishi kama mke na mume kweli, hadi wafanyakazi wa hapo nyumbani wakawa wanafurahia mabadiliko wanayoyaona hapo. Kwa upande mwingine, Nancy na Beni nao wanaonekana wana mahusiano. Baada ya siku kadhaa kupita, mwanasheria wa familia anakuja kusoma uhusia wa Chifu William. Katika uhusia huo, mzee William anampa mke wake nyumba ya familia na biashara zingine. Elsie yeye amepewa kampuni zote kama mkurugenzi, na Daniel amepewa 15% za hisa katika moja ya kampuni yoyote atakayoichagua ya mzee William. Na huo uhusia unamtaka Daniel amsaidie mke wake Elsie kuendesha hizo kampuni. Na huo ndio mwisho wa movie yetu, ambapo tunaona Daniel na Elsie wameandaa bonge la party kwa ajili ya kusherehekea kuungana kwao tena, na baada ya hapa wakaishi maisha mema na yenye furaha. Bila shaka kuna funzo ambalo umejifunza kupitia filamu hii. Basi usisahau kusubscribe, like na kucomment. Hadi wakati mwingine, bye bye.